ambapo yakifuatwa na tukiyaingiza katika malezi ya watoto wetu, familia zetu zikakuwa kwa kuzingatia yale mafundisho yaliyomo kwenye kitabu hivi, lazima tutakuwa na jamii nzuri, tutakuwa na jamii yenye mapenzi. Kwa mfano, kuna kipengele kinasema Mwenyezi Mungu anafurahi sana pale mja anapokutana na ndugu yake kwa uso wa furaha, na anasema huyo mtu analipwa malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Fikiria jamii ya namna hiyo, kwamba watu wanakutana barabarani, kila mmoja anatazama mwenzake, anaona kwamba ana mapenzi na yeye, ana furaha na yeye. Yaani hiyo jamii, hilo jambo lio katika level ya jamii, lazima jamii hiyo itakuwa ni jamii yenye maendeleo makubwa sana na nzuri sana. Mambo mengi sana ambayo yanapelekea kupatikana umoja katika umma. Hiki kitabu kinazungumzia muhimu sana ambalo vijana 6 wana historia kubwa sana. Hawa ni vijana ambao Mtume alipokuwa anafanya kazi zake alikutana nao katika eneo moja la Maka linaitwa Aqaba. Kwa hivyo alifanya nao mikataba, waliingia agreement za kufanya kazi, lakini hawa vijana mawazo yao yalipokewa na Mtume na yakafanywa kazi na Mwenyezi Mungu akayasupport. Kwa hivyo yanaonyesha ile nafasi ya vijana walivyokuwa na nguvu, kwa sababu yaleta mabadiliko makubwa sana haya mawazo ya vijana. Actually wao ndio waliotoa fikra ya kumwambia Mtume atoke Maka, ahame kutoka Maka kwenda Madina, na alipofika kule akasimamisha dola. Ni wazo lilotoka kwa ukisoma ndio vizuri. Kwa hiyo kuna hii ni maelezo muhimu sana yanayohusu vijana na kuonyesha role ya vijana katika umma kwa ujumla. Kwa hivyo hiki kimezungumzia vijana 6. Na tumeeleza habari za watu walio hapa kwetu Tanzania. Kuna tatizo kubwa sana, watu wengi sana hapa nchini Tanzania wamepotea na hakuna na mmoja hapo katika watu waliopotezwa ni huyu mama, lakini ni tatizo kubwa ambalo linaendelea kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Watu wanapotea wananchi. Sasa maelezo yao tumeyatia kwenye kitabu hiki kwa ujumla, yeye pamoja na wenzao, ambacho kina nombo kupozi hapo. Hiki kitabu pozi hapo kinaitwa Watu Waliopotezwa Tanzania. Tumeandika kitabu kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kuwafanya wananchi waweze kuelewa hali ilivyo ya kiusalama, lakini pili tumefanya kusaidia serikali, kwa sababu serikali huwa inataka kupata information, ipate taarifa ili waweze kuzifanyia kazi. Hii kitabu kina information, kina taarifa nyingi sana, hakija kuwa printed, lakini kina taarifa za watu wengi sana waliopotezwa. Kwa maana hiyo ni kwamba kama taarifa hii itachukuliwa na serikali wakifanya kazi, itasaidia. Kwa sababu moja ya uhalali wa serikali kuwa madarakani ni kuwa na uwezo wa kulinda raia na mali zao. Kama serikali haina uwezo wa kulinda raia na mali zao, haina uhalali wa kuwa madarakani. Kwa hivyo wakisoma watajua, wataona kuna watu wengi sana wamepotea, taarifa zao tumeziweka ndani ili mamlaka waweze kujua hali ilivyo hapa nchini na waweze kujipanga, ili waweze kujua namna gani wanaweza kutatua hili tatizo kubwa. Ni tatizo ambalo linawakabili wananchi wa Tanzania. Wana watu wengi, familia nyingi zimepoteza watu wamepoteza baba zao, wamepoteza mama zao, na wamechukuliwa katika mazingira ambayo hayaridhishi, kwa sababu watu wanakamatwa mchana kweupe, na wakamataji wanakuwa na magari, wako huru, wana vyombo, wana radio, wanaonekana, wanachukua mtu, alafu huyo mtu anakuwa haonekani moja kwa moja kwa kiwango ambacho watu wanaamini kama mtu kafa. Hii ni tatizo kubwa katika taifa. Kwa hivyo sisi tumekiweka kwa sababu mbili. Kwanza, wananchi wajue, lakini pia tunasaidia serikali kuonyesha kwamba kuna tatizo, ili watakapoweza kuyaona haya basi waweze kufanya kazi. Kwa hivyo mwisho kabisa, ndugu zangu, niseme leo tumezindua kitabu hiki hapa. Kwanza tumezindua hii program ya kuwahamasisha viongozi kuandika vitabu, ndio theme ya mkutano wetu wa leo, lakini ndani yake tumezindua kitabu. Lakini nilikuwa nataka tu niwape taarifa ya habari muhimu sana.
ambao ni uzinduzi mwingine tutafanya mwezi unaokuja. Tulizungumza hapa swala la maktaba. Maktaba ni kitu muhimu sana katika jamii. Ndio tunaweza kusema kwamba ni tanuri la kutengeneza umma. Sasa katikati hapa mimi tulisikia kwamba serikali inataka kuanzisha maktaba ya online, library online. Lakini tukasikia pia kwamba gharama zake ni kubwa sana. Zile gharama zake zinaweza kufika zaidi ya bilioni 5. Sasa mimi nilipoliona jambo hili, na kwa sababu nilikuwa najua kwamba ni jambo zuri sana, niliposikia jambo kwamba serikali ina mpango wa kuanzisha hii library ya online ambayo ni kitu kitakachoweza kuwa karibu sana na watu katika swala la kutoa elimu. Itakuwa karibu sana na wananchi katika swala la kutoa elimu. Nikalifuatilia, lakini niliona kwamba kwa namna moja au nyingine serikali masuala yake yanachukua muda mrefu sana. Lakini pia nikaona online ya serikali, kwa sababu inakuwa na mahusiano vile vile ya kisiasa ndani yake, inawezekana baadhi ya vitabu au literature zinawezekana kwenye maktaba ile kwa sababu za kisiasa. Kwa mimi niwaita wataalamu, na kawaida hiyo ya kukaa na wataalamu tukafikiri swala hili, nikamwambia kufanya kama ni jambo linawezekana kufanyika kwa gharama nyepesi. Tukafanya utafiti na ikaonekana kwamba tunaweza likafanyika kwa gharama nyepesi. Basi mimi nikaingia mikataba, tukafunga mkataba na wataalamu ili tuweze kutengeneza live online. Na nitumie fursa kuwapeni matumaini makubwa, kwa maana kwamba hiyo library online ambayo tulikuwa tunashughulikia inakwenda vizuri, na Mwenyezi Mungu akipenda pengine mwezi Oktoba tunaweza tukaizindua hiyo, na itakuwa inaitwa Ponda Isa Ponda Library online. Lakini sambamba na hilo wataalamu wanatengeneza na application ambayo nayo itaitwa Ponda Isa Ponda app, ambayo itafanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo Mungu akipenda, Oktoba mtarajie kupata kitu kikubwa sana. Hili ni jambo kubwa sana, kwa maana kwamba mtu anaweza kukaa kwenye kompyuta yake pale akaingia library na ukasoma elimu zote, elimu ya sekondari, ya vyuo, ufundi na kadhalika, na unaweza kusoma kwa simu yako ya Android au unaweza kusoma kwa simu yako ya iPhone kupitia simu yako. Kwa hivyo Mungu akipenda nitawalikeni kuja kwenye uzinduzi wa pili baada ya huo leo, ambao utakuwa ni kwa ajili ya kuzindua hii Ponda Library online na application online. Sana niseme salamu alaykum wa rahmatullahi.